Mtakatifu. Amen. Amani iwe nanyi. Wapendwa wanafamilia ya Mungu, kwa pamoja na Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo, Mhashamu Askofu Mkuu Francisco Padilla, balozi wa Papa, Wahashamu maaskofu wasaidizi Eusebius Nzigilwa na Titus Mdoe, waheshimiwa wakuu wa mashirika ya maisha ya wakfu, waheshimiwa mapadre, waheshimiwa watawa na waumini wote walei na wote wenye mapenzi mema, tunamshukuru Mungu kwa kutupatia nafasi hii ya siku ya leo, ambapo mwaka wa maisha ya wakfu uliozinduliwa na Papa tangu Jumapili ya kwanza ya Majilio leo unazinduliwa rasmi katika jimbo kuu letu la Dar es Salaam. Katika adhimisho hili tunafanya adhimisho la ile siku ya kutolewa Bwana hekaluni, siku ambayo tumezoea kuita vile vile siku ya watawa duniani. Basi karibuni nyote tuadhimishe adhimisho hili na pate baraka za Mungu. Tunamwomba Baba Askofu atuongoze ibada. Karibu Baba. Pamoja na hayo yote basi, sisi wengine wote tuunganike na ndugu zetu watawa katika kuanza mwaka wa huu. Tuwaombe ili Mwenyezi Mungu awatie nguvu waweze kutekeleza wajibu wao wa kutawa kama inavyostahili. Tuungane nao katika maombi ili wao pamoja na sisi wote tuliowaamini wabatizwa tuweze kuwa chachu na nuru kwa ulimwengu, tukiri dhambi zetu ili tupate kustahili kuadhimisha mafumbo matakatifu. Namuungania Mungu Mwenyezi. Nani ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa mimi, nimekosa mno. Ndiyo maana nakuomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeni kwa Bwana Mungu wetu. Mwenyezi atuhurumie,
Bwana Mungu mtukufu, tunapoomba kwa unyenyekevu uzipokee dua zetu, utujalie tusafishe mioyo na kuletwa mbele zako kama vile mwana pekee aliyetolewa leo hekaluni katika hali yetu ya kibinadamu, tunaombayo kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu Mungu daima na milele. Somo la kwanza. Somo la kitabu cha nabii Malaki. Bwana Mungu asema hivi: Angalieni, namtuma mjumbe wangu, naye ataitengeneza njia mbele yangu. Naye Bwana mnayemtafuta atalijia hekalu lake ghafla. Naam, yule mjumbe wa agano mnayemfurahia, angalieni, anakuja, asema Bwana wa majeshi. Lakini ni nani atakayestahimili siku ya kuja kwake? Neno la Bwana. Kwa kuwa watoto wa mashariki damu na mwili, yeye naye ndivyo hivyo alishiriki yayo hayo, ili kwa njia ya mauti amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yani Ibilisi. Neno la Bwana. Hallelujah.
zilipotimia siku za kutakasika kwao, kama ilivyo torati ya Musa, wazee wa Yesu walikwenda naye hata Yerusalemu wamuweke kwa Bwana, kama ilivyoandikwa katika sheria ya Bwana, kila mtoto mwanamume aliyekifungua mimba na mamaye na aitwe mtakatifu wa Bwana. Ndilo neno la Bwana. Wapendwa taifa la Mungu, mwaka huu ambao tumeelezwa mwanzoni mwa ibada kwamba ni mwaka wa maisha ya wakfu, mwaka ambao Baba Mtakatifu alitangaza tangu mwaka jana, alinuia uanze tangu tarehe 30 Novemba hiyo mwaka jana hadi siku ya Jumapili ya kwanza ambayo ilikuwa siku ya Jumapili ya kwanza ya Majilio hadi mwakani tarehe 2 Februari. Kwetu sisi wanajimbo kuu la Dar es Salaam tunatumia siku hii ya leo kama siku rasmi ya ufunguzi wa maadhimisho hayo. Madhumuni makubwa katika maadhimisho haya, kwanza kabisa, tofauti na miaka mingine ambapo taifa lote la Mungu walipofanya maadhimisho ya mwaka maalum, wakati huu au kwa mwaka huu wanaoguswa hasa zaidi ni sehemu tu ya taifa zima la Mungu, yaani wale ambao wamejiwekea maisha hayo ya wakfu, watawa. Lengo likiwa ni kutikia huo mwito wa Baba Mtakatifu, kutafakari katika maisha yao walipotoka, walipo na wanapoelekea, lakini chini ya kauli mbiu ambayo Baba Mtakatifu alitoa inayosema kuamsha ulimwengu. Watawa wanaalikwa na Baba Mtakatifu katika mwaka huu watafakari wajibu wao wa kitawa, kuamsha ulimwengu. Anayeamshwa anaweza akawa kalala au anaweza akawa pengine uko macho lakini hajielewi. Kule kutojielewa ni kama usingizi, maisha yake hayana mwelekeo, maisha yake pengine yamekosa tumaini, anatafuta mahali ambapo atapata faraja, hapati, au yuko katika mahangaiko, haelewi atatue vipi matatizo yake au mahangaiko yake, anahitaji mtu wa kumsaidia. Kwa hivyo yote haya kwa ujumla, Baba Mtakatifu anapotafakari hali halisi ya maisha ya ulimwengu, kuna haja ya kwamba ulimwengu unahitaji kuamshwa ili utambue hasa malengo makuu, watu watambue malengo makuu ya maisha yao kadri ya mpango wa Mungu. Watu wenye mahangaiko, watu ambao wamekosa matumaini katika maisha, watu ambao wamekosa kuona maana halisi ya maisha, wapate watu nyuma yao, wapate watu ambao wanawazunguka na kuwasaidia kupata hiyo maana ya maisha, kuwasaidia kupata haya matumaini, kuwasaidia kujua wajibu wao. Kwa hivyo wajibu huu Baba Mtakatifu amewatusheni nyinyi ndugu zetu watawa. Tunawatakieni kila la heri na baraka za Mwenyezi Mungu ziwe pamoja nanyi
Ukue, muongezeke nguvu, mjae hekima na neema ya Mungu iwe juu yenu. Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu zangu, tusimame sasa tuweze kukiri imani yetu. Tusadiki kwa Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, muumba mbingu na nchi na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Tusadiki kwa Bwana mmoja, Yesu Kristo, Bwana wa
taka kutamka ahadi za sikukuu ya kutolewa Bwana hekaluni. Madama Kardinali Pengo, tunaomba usikilize tamko hilo lifuatalo. Ndugu zangu, Mungu ni mkarimu na analeta faraja. Sisi wanafamilia yake Mwenyezi Mungu tunaleta maombi yetu na kuomba fadhili zake Mungu. Ili wakaribishe na kuwatunza wale wote wanaotafuta uzima na usalama katika kanisa. Bwana. Bwana, tuingie hekaluni ili kuleta nuru ya ukweli na amani duniani. Tunaombea Wakristo wote waliopokea mwanga wa Kristo na kubatizwa washinde giza la uovu na kudumisha nuru ya kweli na haki, ili amani iwepo duniani. Bwana. Na Mwana amelijalia kanisa karama maridhawa na aina nyingi. Tunaomba Roho huyo Mtakatifu azidi kuamsha na kuchochea miito mingi na bora ya maisha ya wakfu na ya wahudumu wa kanisa, ili utawala wa Mungu uzidi kuenea duniani. Bwana. Familia za Kikristo ili wanandoa wawe na mapendo ya kweli kati yao, ili wazazi wawapokee watoto wao na kuwapa malezi bora, na ili vijana washike imani na maadili mema na kufikia ustaarabu wa kweli. Bwana. Katika maisha ya wakfu ili wawe waaminifu kwa karama na ahadi zao kwa Mungu, na kuwaonyesha waamini wote ishara hai ya maisha baada ya ufufuko. Bwana.
wagonjwa, ili udhaifu wao wa mwili ulete mafaa ya roho, wakiunganishwa zaidi na fumbo la mateso na ufufuko wa Kristo, na kama wasimpe shetani nafasi ya kuwatenganisha na Kristo. Ee Bwana, tunakushukuru kwa kuwa unasikia maombi yetu sisi na familia yako, na kuomba hayo tunayoyataja na yale unayojua tunahitaji zaidi, yote utujalie kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Salini ndugu, ni sadaka yangu na yenu, kubaliwe na Mungu Baba mwenyezi. Bwana, ongeza sadaka mikononi mwako, kwa sifa na utukufu wa jina lake, na pia kwa manufaa yetu sisi na kwa kanisa lako takatifu. Ee Bwana, tunakuomba ikupendeze sadaka ya kanisa lako linalofurahi. Wewe umependa mwana wa pekee, mwana kondoo asiye na doa, atolewe sadaka kwa ajili ya uzima wa dunia. Tunaombayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Tunakusifu pamoja na malaika na watakatifu, tukisema bila mwisho. Mtakatifu, 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 Bwana Mungu wa majeshi, Hosana juu mbinguni.
teule kilichoumba nawe kinakusifu haki. Maana kwa njia ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, na kwa uwezo utendaji wa Roho Mtakatifu, unavitia uzima vitu vyote na kuvitakatifuza, wala uwazi kukusanya watu kwako, kutoka mawio ya jua hata machweo yake, dhabihu safi itolewe kwa jina lako. Basi tunakusihi Bwana kwa unyenyekevu, vipaji hivi ambavyo tumekutolea vitakasi, upende kuvitakatifuza kwa Roho huyo, ili viwe mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetuamuru tuadhimishe mambo haya. Maana yeye mwenyewe siku alipotolewa, alitwaa mkate, akikushukuru, alibariki, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Hivyo baada ya kula, akitwaa kikombe na kukushukuru, alikibariki na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, kilicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Ni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Ee Bwana, tunatangaza kifo chako na kutukuza ufufuo wako mpaka utakapokuja. Ee Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa mateso ya mwanao yaletayo wokovu, pamoja na ufufuko wake wa ajabu na kupaa kwake mbinguni, na tunapotazamia ujio wake wa pili, tunakutolea kwa shukrani sadaka hii iliyo hai na takatifu. Kwa kuomba uyaangalie matoleo ya kanisa lako, na kwa kumtambua yeye aliye kafara, ambaye ulitaka kutulizwa kwa sadaka ya kifo chake, utujalie sisi tunaotiwa nguvu kwa mwili na damu ya mwanao, na kujaza Roho wako Mtakatifu, pate kwa mwili mmoja na roho moja katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka timilifu ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako, kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mama wa Mungu, Mtakatifu Yosefu mwenye heri mume wake huyo Bikira, na mitume wako wenye heri na mashahidi wako watukufu, na watakatifu wote ambao tunategemea kupata daima msaada wa maombezi yao mbele zako. Nakuomba e Bwana, sadaka hii ya upatanisho wetu ilete amani na wokovu duniani kote. Upende kuliimarisha katika imani na mapendo kanisa lako linalosafiri hapa duniani, pamoja na mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu Francisco, na askofu wetu mkuu Mwadhama Kardinali Korika Vipengo, maaskofu wasaidizi Eusebius Zigiro na Titus Ndoe, pamoja na maaskofu wote na wakleri wote na watu wote unaowafanya kuwa taifa lako. Usikilize kwa wema sala za jamaa hii uliyoiita hapa mbele yako. Ee Baba mwema, kwa huruma yako wakusanye kwako wanao wote waliotawanyika popote duniani. Wapokee kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu marehemu na wote walioaga dunia wakiwa wamekupendeza. Sisi nasi tunatumaini kufika katika ufalme huo, ili pamoja tushibishwe milele kwa utukufu wako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu, ambaye kwa njia yake unaujalia ulimwengu mema yote. Kwa njia yake na pamoja naye
upende kujijalia amani na kukusanya katika umoja kama alivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala milele na milele. Bwana iwe daima nanyi. Mpeane amani. Tazama anayeondoa dhambi za dunia. Wanaheri walioitwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Ee Bwana, sistahili uje kwangu, lakini sema neno tu na roho yangu itapona. Karibuni, karibuni kwa chakula cha Bwana. Karibuni, karibuni kwa chakula cha Bwana. Heri walioalikwa kwa chakula cha Bwana. Karibuni, karibuni kwa chakula cha Bwana. Macho yangu yameona wokovu wako ulioweka tayari machoni pa watu wote. Tuombe. Ee Bwana, endeleza ndani yetu kazi ya neema yako kwa komunio takatifu tulioipokea. Wewe uliyetimiza lile tumaini la Simeoni, kama vile hakuna mauti kabla hajampokea Kristo, hivyo hata sisi tunapomlaki Bwana tupate uzima wa milele. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Sala ya mwaka wa maisha ya wakfu. Ee Mungu Mwenyezi, Mwanao Yesu Kristo awe